Mhashamu Baba Askofu, baba yetu Nyaisonga, mapadre pamoja na viongozi wote wa dini ikiwemo wa dini zingine, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitambue pia uwepo wa waheshimiwa maspika wastaafu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, na nitambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri wote, na Mheshimiwa Makamu wa Rais, hapa nikuombe pia upokee udhuru wa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, ndugu yetu Juma Omera. Ametumwa, yuko nje ya nchi kuwakilisha nchi yetu kwenye kikao cha mawaziri wa Katiba na Sheria. Nilipokea ruhusa yake na angetamani sana na yeye leo kujumuika na mawaziri pamoja na wabunge wa mkoa wa Ruvuma. Nitambue uwepo wa waheshimiwa manaibu waziri, waheshimiwa wabunge wote, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa chama pamoja na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu pamoja na mikoa jirani. Nitambue uwepo wa viongozi wengine wote wa serikali na wananchi wote mliopo hapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jukumu langu lilikuwa dogo tu la kukaribisha, lakini kwa kuwa kuna hoja imetolewa na Mhashamu Baba Askofu ameifafanua vizuri umuhimu wake, na kusema pia wewe uko katika eneo ambalo ni la msiba, kwa maana na wewe upo kwenye maombolezo pamoja na kwamba ni kiongozi wetu na ni mgeni rasmi, lakini kwa kuwa pia mimi ni msimamizi wa utekelezaji wa shughuli za serikali, nimhakikishie Mhashamu Baba Askofu kwamba jambo hili nimelipokea, na bahati nzuri Mheshimiwa mbunge akiwa ambaye ni waziri wa viwanda na biashara, akiwa ameambatana siku moja na naibu waziri wa uchukuzi, walikuja ofisini, na moja ya jambo walilosema Mheshimiwa waziri ni kwamba mawaziri hawaulizi maswali. Ni vizuri kutiliwa mkazo katika miradi ambayo inawasumbua wananchi katika maeneo yao. Mheshimiwa Baba Askofu, sikukusudia kulisema hili la barabara, pamoja na kwamba nimeiona kwa sababu nilipewa tu jukumu la kumkaribisha kiongozi wetu na mgeni rasmi kwenye shughuli hii kwa ajili ya kutoa salamu za serikali. Lakini nimeiona barabara yenyewe hii ya kuanzia Kitai kuja Rwanda kwenda mpaka Ndumbi, lakini na ile ya kutoka Kitai kwenda mpaka Lituhi. Mhashamu Baba Askofu, barabara ya kutoka Kitai mpaka Rwanda, mkandarasi alishalipwa fedha yake ya kutekeleza, na kama ambavyo wananchi wameweza kuona, ni dhahiri kwamba spidi ya ujenzi hairidhishi. Sasa nikutake mkuu wa mkoa, mwite mkandarasi huyu mara baada ya shughuli hii kuisha, mwambie alishapokea fedha ya awali ya ujenzi wa barabara hii, na kwa taratibu za kiserikali ni mpaka kazi aliyopewa fedha imalizike na afanye kazi nyingine, atoe certificate kwamba kazi hii imeshafanyika, ndipo apewe malipo mengine. Kwa kuwa ameshapokea fedha ya awali, kumekuwepo utaratibu wa wakandarasi kupokea fedha na kutumia kwenye shughuli zingine. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine,
kamata pasipoti yake asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi waione. Mheshimiwa Rais anataka wananchi wa Kitai, wananchi wa Ruanda, wananchi wa Litui watumie barabara hii, ndio maana fedha yake imeshatoka. Na upande wa barabara ya kutoka Ruanda mpaka Litui, taratibu za manunuzi zilikuwa zinaendelea. Niwaelekeze Wizara ya Ujenzi, harakisheni taratibu za manunuzi. Tuondoe ukiritimba. Hili ni eneo lenye potential kubwa ya kutuletea uchumi mkubwa na fedha nyingi zisishughulikie taratibu katika maeneo mengine. Sasa mkuu wa mkoa mwite, na namwelekeza pia Waziri wa Ujenzi atakuja aje aone hilo badiliko, na nitakapokuja ziara kwenye mkoa huu nije nione kazi iko tofauti na hii ambayo imeshafanyika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, yale mengine ambayo yanahusisha taratibu zingine za kutekeleza kama ambavyo maombi yameletwa, tumepokea, na bahati nzuri mkoa wa Ruvuma una wabunge machachari kama ambavyo dada yao ambaye ndo alikuwa mwenyekiti wao alikuwa akiwaelekeza, alikuwa akiwaongoza. Tunaamini hata katika maeneo mengine, na wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunajua kiu yako kila wakati ya kuona maendeleo yanapatikana. Tutaendelea kupokea miongozo ili kuweza kuhakikisha haya yaliyosemwa yanafanyika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa basi nitumie fursa hii kukuomba uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais.